it, Lord. Do it, Lord. We are praying. Do it, Lord. Do it. That your glory may be seen. Yes. Do it, Lord. Do it, Lord. Kama hauko na madhabahu ya kwenu, hakuna madhabahu ingine itainuliwa kwa ajili yako na shetani. Do it, Lord. We are praying. Do it, Lord. Do it. That your glory may be seen. Yes. Do it, Lord. There are two altars, godly altar and satanic altar. Na kila Mkristo anahitaji kulindwa na kuongozwa na madhabahu ya Mungu. Bwana sifiwe. So leo tutaweza kujua madhabahu ni aina gani, na ni nyingi, na watu wengi huwa wanainua madhabahu. If the devil wants to control the whole world, he will control the whole world through the altars. Pahali popote shetani anataka kuingilia watu, kuharibu watu, yeye huinua madhabahu. Na washa nikwambie, ukiwa hauna madhabahu, ukiwa hauna mlango, shetani hawezi akakuingilia. Are we together? Kwa hivyo ni kumaanisha that kwa nini shetani huwa anatuonea? Kwa nini shetani huwa anatuingilia? Ni kwa sababu unafanyia Mungu kazi, unaingilia mashetani, lakini uko na milango, uko na madhabahu. So what the devil does is that he leverage, because there are many people who prosper and no attack. There are many people who preaches and no attack. Kuna wengine wanahubiri wanakufa, lakini sio wahubiri wote wanahubiri wanakufa. Hiyo ni kumaanisha wewe uko na mwito, lakini umeshindwa na kuelewa the spiritual law. I want to thank God because you have come to understand that when God speaks, wakati Mungu huwa anaongea, akuambie mambo makubwa, those things are not automatic. And this is why many Christians, they die before their destiny. Mungu ameongea, na wewe umeshika lilo neno na unasema nitakibira nalo, lakini hata kama umeshika na unakibia nalo, you realize you are not reaching your destiny. Why? Ni kwa sababu kuna milango shetani anaona, kuna madhabahu shetani anaona. Kwa hivyo shetani akikuangalia anaona he has a platform ya kukudestroy. So that is why we destroy every platform, every opportunity. Because when you don't have any evil door, wewe ndio utakibisa shetani. Bwana sifiwe. Na akijaribu kukikibisa, anakukibisa akiogopa, akiwa bali. Bwana sifiwe. Maana anajua uko na uwezo wa kumdestroy, uko na uwezo wa kumharibu. Bwana sifiwe. And I pray that God you help us tuweze kuelewa hii siri. Amen. Ndio tuigie hatima yetu na tufanye tuzae makusudi ya Mungu katika maisha yetu. Bwana sifiwe. So shetani haigiriagi tu watu kwa familia. Kuna hii kitu tunaitaga worldly altars. Actually wakati tunaongea, huwa tunaongea kuhusu worldly altars versus family altars. Kwa sababu ndio uweze kuingiliwa na madhabahu ingine yoyote inainuliwa duniani hii, wewe mwenyewe unakuanga na madhabahu ya kwenu. Kama hauko na madhabahu ya kwenu, hakuna madhabahu ingine itainuliwa na wewe, itainuliwa kwa ajili yako na shetani. Awe mganga wa Shinyanga, awe mganga wa Mombasa, awe yule wanaita maprofesa, juu sasa wametoka daktari, sasa ni maprofesa. Kuna madaktari na maprofesa. Haiwezi kukuaffect, lakini inakuaffectigi kwa sababu ya madhabahu ile inahitaji kubomolewa. Kwa hivyo kazi ile kubwa tuko nayo ni kubomoa madhabahu yote, so that God will walk with us. Amen. Na unajua wakati naongea kuhusu madhabahu ya familia, wale huwa wanainua ni watu wa familia. Are you understanding? That's we are talking about family altars. Ndio wao wanainua. Madhani ya gosho. Na watu wa familia, aweza kuwa shosho, aweza kuwa mama yako, aweza kuwa guka yako, aweza kuwa auntie. And I have realized ya kwamba watu wengi wanainuliwa mpaka na maanti na shosho. Lakini yule hakika anainuanga madhabahu mabaya sana ni shosho. Auntie anajagaga juu ya shosho. Bwana sifiwe.
Auntie hawezi akakuroga kama shosho hajakuroga. Either shosho ama mama yako. Amen. Hao wengine wanajegaga juu yako. So ndio unaona tunaanziaga kudestroy hiyo ya familia. Amen. So washa tuongee kuhusu the types. Kuna madhabahu inaitagwa marine altars. That's an example of an altar. Marine altar. Tukisoma katika the book of Exodus. The book of Exodus. Wakati Musa alienda kupatana na Farao. Walipatana akienda kuabudu miungu ya maji. In the river Nile. Kwa sababu kuna Mungu alikuwa ameinuliwa mahara hapo. Bwana sifiwe. Kwa hivyo ni kumaanisha kuna vitu zinaitwa marine altars. You see, Moses was going so that he may cancel that altar. Ambapo iliinuliwa na Musa. He was to destroy it. Bwana sifiwe. Ni kumaanisha kuna watu huwa wanainua altar katika maji. Ndio naona watu wanapigananga na vitu vinaitwa majini. Mmesikia mambo ya majini? Majini ni mapepo ya majini. Ni daimono cia maini. So ni maji tu, majini. Hiyo ni kumaanisha sasa ukiwa na madhabahu ya kwenu, uende utembee mahali kama hapa, utatoka na mapepo ya majini. Alafu uanze kubeba zile vitu vikaulie shells, zio zote baya, lakini kuna zile ambapo zinakuwa zimeunganishwa na mashetani. Yaani kumaanisha umezileta kwenu nyumbani, sitakufuata kwa sababu uko na mlango mkubwa unaonekana. Okay, the other one is territorial altar. Nimetoka kwa majini. Nimetoka kwa majini. I think Indian Ocean has a very big altar ya mashetani. So mapepo ikitaka kutawala inatawala area hizo sana. Hiyo nyingine madhabahu tunaitaga territorial altars. Territorial altars, they are altars that control an area. Na ndio tunasema shetani akitaka kucontrol area kama hii yote huwa anainua madhabahu. Na hivyo ndivyo Mungu ametufundisha ku raise what we call a territorial church. A territorial church ni kanisa limeinuliwa madhabahu ambayo ina govern the whole area. You see, whatever the devil does, huwa anaangalia Mungu. It's a counterfeit, isn't it? Kwa hivyo ni kumaanisha tuko na uwezo wa kuinua madhabahu hii i-control the whole area. Sisi ndio tuko na nguvu. So shetani kile anafanyanga ni kuinua madhabahu ambayo area hiyo itakontroliwa na hiyo madhabahu ya shetani. Na ndio unaonaga kuna kuaga na mganga specific pahali. Bwana sifiwe. Na unajua mganga akiwekwa pahali kama area ya Juja, Wakristo ama watu wote wao anamuendea kutafuta usaidizi area hiyo, then they become a darkness. That altar will really control them. Bwana sifiwe sana. Kwa hivyo ni kumaanisha hii madhabahu inainuliwagwa na waganga na wachawi so that they control an area. And that is why wale mnaenda crusade, before you hold that crusade, do kitu inaitwa spiritual mapping. Yeah? Are we together? Msuguke mahala pale, alafu mubomoe madhabahu ile imeinuliwa pale, diposa muinulie Mungu madhabahu. Shida ni muinue na mkono zenu, mnagogwa kwa crusade. Hallelujah. Kwa hivyo tunatangaza ya kwamba hatutakubali madhabahu ya Juja ile iliinuliwa na shetani itutawale. Ni kuibomoa, ni kuirarua, ni kufukuza wachawi na waganga tutawale. Because it is us who shall control the land. Ni sisi tunahitaji kucontrol biashara hapa. Sasa shida biashara zetu zimefungwa na uganga na wachawi. Uonekio droiga, you have a battle to fight. We have a battle to fight. So ni kupigana vita bila kuogopa. Amen. And without giving up. Hakuna kugive up. Blessed be the name of the Lord. The other one is what we call the forest altars. Forest altars. So forest altars ni madhabahu imeinuliwa kwa msitu. And the devils, the witch doctors have a purpose. Remember tulisema purpose yote na makusudi yote ya shetani ni kuharibu kanisa. Ni kuharibu binadamu. Awe ameokoka, awe hajaokoka. Kwa sababu gani?
The devil does not trust anybody. Si anajua unaweza okoka. He himself, he cannot be born again. He will never be forgiven. Kwa hivyo wakati anainua the forest altar, ako na kusudi jema. Si umesikia misutini kwa msitu there's several forest, watu huwa wanakuwa raped in several forest. Ni misitu yote watu kunakuwa gana rape. Ukiona msitu watu wengi wanarepiwa, wanauawa sana katika a certain forest, ni kumaanisha kuna madhabahu fulani imeinuliwa. Sasa ukipitia hiyo madhabahu, hiyo area, na wewe uko na madhabahu ya kwenu, wonagirwo kuraihu ne daimono icio kogwo ikefanga. Bwana sifiwe. It is not everybody who is raped, my friend. It's not everybody who is raped. Bwana sifiwe. Rape is a spirit. Many people don't know that rape is a spirit. Bwana sifiwe. Ukiona una attract rapist several times, sio moja, we normally say several times, uko na madhabahu ya rape that need to be destroyed. Are we together? Ukiona kila wakati pahali unaenda, somebody will rape you. Those evil altars siraizagwo only to destroy the believers, to destroy the human being, because the purpose of the enemy is to destroy the human being. And that is why believers, they need to be equipped to destroy the enemy before he destroys you. Kwa sababu hata ukikataa to destroy the enemy, he will destroy you. You refuse to pay the cost, but the cost of failing to pay the cost is higher. Hata afadhali kulipa gharama. Because the devil will destroy you together with your family. May God help us. Hizo zingine ni makaburini. Kuna makaburi huwa zinainuliwa madhabahu. Na tunasemaga eneo ya kaburi sio eneo mzuri sana kwa Wakristo. Lakini kwa sababu lazima watu wazikwe pale, kile mtu anafaa kufanya ni kuomba Mungu amlinde. Usipatwe na kitungeni. Maana kuna maroho ya makaburi inakuanga. By the way, ukiotaga sana na watu pahali walizikwa na berera siado na makaburi, ni kumaanisha kuna watu wa familia walikufa, walikuwa wametenda dhambi ambayo inakuaffect today. Unaotaga sana na makaburi hawa watu, ni kumaanisha kuna madhabahu waliinua inakuaffect today. So don't just ignore dreams when you see them. Bwana sifiwe. And dreams are dreams, whether umeokoka ama haujaokoka, kuhusu maisha yako. Nemrachigwa. Ulimwengu wa ndoto unaongeleshaga hata mtu hajaokoka kuhusu maisha yako. Na sasa kuna ingine inaitwa junction altars. Ni mashetani huwa inainua madhabahu. Hii inainuliwa na waganga. Junction altars, Si mti mahali mnaita black spot, Pahali ambapo unaona watu wanakufa sana, Pahali ambapo unaona kuna accident nyingi sana. Hapo pahali panakuanga pameinuliwa nini? Madhabahu. Na Wakristo wanahitaji kwenda kuagusha hapo. Lakini ni kama unaelewa mambo haya. Before udeal na altar kama hiyo ya junction, wewe kwanza angalia madhabahu ya kwenu kama umeagusha. Are we together? Number 2, you don't destroy any altar even in the area without involving a higher altar. Ya mwisho inaitwa sexual altars. Sexual altars ni madhabahu ambayo wewe umetengeneza na mwili wako. Are we together? Na mwili ambao uko na sexual altar, it is not worthy to come to the altar. Si Biblia inasema toeni miili yenu kama, so mwili huo haustahili kuwa hapa. Maana huo mwili yenyewe ni dhabihu. Anadiposa huwa tunaagusha every sexual altars. Na sexual altars inainuliwa namna gani? Na kulala na watu. Sex outside marriage, alafu unalala na watu zaidi ya mmoja. You understand? Outside marriage, alafu unalala na zaidi ya mtu mmoja. Ukoma umeshawahi lala na over one person in your life, na hautisi kuolewa umeolewa. Na hata kama umeolewa unalala na watu wengine nje. Your body, you have raised a sexual altar. Mtu ambaye ako na sexual altar, mganga anaweza kuinulia madhabahu mabaya. Bwana sifiwe. Kwa sababu unajua sexual altar ni mara moja, ni mara mbili. Kuna hiyo wewe umejiinulia na kuna ile inainuliwa na waganga. Bwana sifiwe. Si kuna waganga wanafanyaga nini? Wanatumiangwa kuharibu ndoa yako msionane kimwili.
Are you understanding? Unaona mama na bwana wameoana vizuri, lakini hawafanyi kitendo cha ndoa. Hata wakitaka wakijaribu wanashindwa. Ni kumaanisha there is an evil sexual altar. Na wamama wale wanatunyang'anyaga wazee, hiyo ni siri wamejua. Wanapeanga mume wako love potions, alafu wewe wanakuinulia madhabahu inaitwa sexual altar. Hiyo ni kumaanisha mume wako hawezi akakuguza. Hata ukijaribu anaweza toroka, atoke bed aende table room asikuguze. Na kutiri ndo mwekanire. Lakini hiyo kitu inamfukuza. Ni altar imetengenezwa, inamfukuza kwa kitanda. Afadhali niwafundishe ukweli kanisa. Sababu mambo haya mnatesekaga nayo without anybody to help you, because you don't know who you are going to tell. Haujui utaambia nani kama atakubali. And you know, when you don't know those things and you are not talking about them, then the devil takes advantage all the more. Bwana sifiwe. Kuna pahali nilienda kuhubiri nikaongea kuhusu sexual altars. Mama mmoja aliniambia kuna mtu usiku analalaga katikati yake na mume wake. Ukiguza hakuna mtu, lakini anasikia kuna mtu. Na huyo mtu analalaga na huyu mama. Kwa hivyo ni kumaanisha huyu mama hawezi akarara na mzee hata akitaka. Hata mzee akitaka. They are not able to do it. Why? There is a sexual altar that has been raised. Kwa hivyo ndio ninamwambia sex is not only sex. Na mfundishe watoto wenu. Mnahitaji kufuja. Sasa msaidie watoto wenu watengeneze mili iwe hekalu ya Bwana. Iwe mili takatifu. Amen. Na unajua ukikufa, utiri kitu gikoragwo gikiuru. Kama mtu anakufa na mashetani na madhabahu. Spirits do not die. So hiyo mapepo yote utaashia your generations. That's why deliverance is important. And that is why some of us are suffering. Why? Because the spirits in our parents did not die. They jumped to the next generation. Because it is important to break those issues. Bwana sifiwe. Watu wale hawana knowledge ya mambo haya wanasemaga hakuna kitu kama hayo. So ndio maana lazima sisi tujitahidi kuwa watakatifu. Na mimi sionagi kwa nini Wakristo mnaonaga holiness ikiwa mzigo. Si mzigo. Are you understanding? Si mzigo. Siku ile utaelewa mambo haya, wewe mwenyewe ndio utatafuta utakatifu. Lakini sio mzigo. When you will know the purpose of the enemy in your life, utaamua kuishi kwa utakatifu. Imagine wale watu wanasemaga tunajifanya tukiwa watakatifu, mara wagerera gukorwo mari lukewarm. Are you understanding? Na wanataka kuwa lukewarm. Kwa hivyo na wewe badala ya kusimamia utakatifu wako unataka kuwa lukewarm kama wao. So lazima tutakataa. Bwana sifiwe. Na tuambie that is your choice. This is also my choice. I have chosen to live a holy life. So that's my life. And I have my life to live. And I will kneel down before God alone. Mimi nitapiga magoti mbele ya Mungu peke yangu. Kuna madhabahu mengine huwa inainuliwa na jua. Sijui tutaipatia jina gani, the sun, moon and stars. You see, in the book of Psalm 121 verse 6, the Bible says that the sun shall not smite us by day, nor the moon by night. Are you understanding? So wakati mashetani imeweza kuinua madhabahu kuhusu wewe against sun, moon and stars, ndio unaonaga watu wakishomwa na jua inawakura macho mwili. Mnaelewa? Si mnaonaga kuna jua lakini kuna mama lazima aende na nini? Wakati kuna nini? Juu hiyo kitu inafanya nini? Na hainaga dawa. Kama iko na dawa wangetumia kitabu. Hainaga dawa. Maana ni mtu aliinua madhabahu ya kwamba wewe hauta enjoy the sun or the moon or the stars. Inakuwaga madhabahu. Sijui tutaipatia jina gani. But when you see such people, the only solution is breaking the evil altars. Maana labda kuna mganga aliinua hiyo madhabahu. Labda kuna mshavi aliinua hiyo madhabahu. Bwana sifiwe sana. Unajua aje uko na madhabahu. Namba moja, there is what we call serious negative patterns. Serious negative patterns. Ukiona uko na mambo negative seriously inajirudia katika maisha yako, unajua there is a certain altar in your life
that in your life. Are we together? Yaweza kuwa imetoka kwa familia, yaweza toka kuwa ni worldly altars. Worldly altars, si hata neighbor ni worldly altar. Neighbor yule anakuroga, anakufugia kazi, anakufugia biashara. Labda wakati wowote, Bwana sifiwe, unataka kufungua biashara. Something happens, inakuzuia. Umepanga utafungua, hata nyumba umepata, but in the process, nyumba inapeanwa. Na ni kwenda kuhigura biashara. Are you understanding? Na hiyo kitu imejirudia mara mingi. Hiyo ni kitu serious, isn't it? Hiyo inakuambia kuna madhabahu inazuia wewe kuanzia nini? Biashara. So angalia negative patterns in your life. Nyamaza tu angalie, because I'm teaching real life. I'm not only speaking, naongea mambo ile nitakusaidia nayo. So angalia katika maisha. Angalia uone biashara yako unaanzaga ikifika pahali inaanguka. Alafu unaanzia tena. So ni kitu umerudia mara mingi. Biashara inafiumu inaenda vizuri, all of a sudden inaanguka. Hiyo inakuambia bado there is an evil altar. Hata kwa watoto wako waangalia whether they have serious negative patterns. Ujue huyo mtoto kuna madhabahu inafanya nini? Inamfuata. Bwana sifiwe. Hata brothers wako si uangalie uone wameoa mara ngapi. So there is a problem. It's not normal. It's an altar. Are we together? Lazima ibomolewe. Hebu angalia kuna watu hawapatagi pesa nyingi. Hata ukiabiriwa mapesa nyingi, before you are given that money, something happens. Haupewi hiyo pesa na umeabiriwa mara mingi. Hiyo ni kumaanisha kuna mtu pahali, kuna madhabahu pahali imezuia wewe kushika mapesa nyingi na wewe mundu wa mapesa maigi. So ni vizuri tuangalie hii maneno. We cannot just keep quiet. Aya, angalia mtu mwingine, another negative pattern. Anytime unataka kuolewa, something happens. You have broken how many relationships? Angalia, umefuja ya kwanza, ya pili, ya tatu. Labda ya mwisho hata fiancé alikufa. Ukitaka kufanya harusi. Hiyo inakuambia kuna madhabahu kabisa inapigana na ndoa yako. Bwana sifiwe. So tumeasha pattern kwenu watu hawaolewi. But now when you come to you, so that you know it is affecting you, you realize you have issues in your marriage. Anytime an animal fall issue is slaughtered in your home, it gives strength to the altars. Na diposa hiyo madhabahu inakuaga na nguvu sana. Imagine kama nilimwambia jana uko na miaka 50. Hiyo madhabahu iko na miaka gani? Gapi? Si ulipata hapo. Remember we are saying imeinuliwa na great grandparents. Imagine miaka yao na ya mama yako na yako. Hiyo ni madhabahu imekaa, iko na nguvu na ndio inaligaga. Na hiyo ndio inauaga watu ukijaribu kuigiria. Ukijaribu kuigiria madhabahu kama haujui sheria za roho ndio inakuaga. Inafanyaga uwawe. Remember we said altars use people. Huwa zinatumia watu. So ndio inafanyaga watu wakuue, wakutafuta wakuue. And then they succeed. Because wanaweza kutafuta wakose, washindwe na kukupata. Basifiwe sana. Blessed be the name of the Lord. Na wale mlijenga nyumba. Mlifanya nini na nyumba zenu wakati mlijenga? Mlimwaga damu. So you raised an evil altar in your house. So in your house, what will happen? Mnanielewa? What will happen in your house? The presence of the enemy will be there. Mashetani itakuwa kwa nyumba. Ukijenga nyumba, pahali pameinuliwa madhabahu, hiyo nyumba hautawahi ingia. So hiyo nyumba inatakikana utafute dhabihu, ulete kwa madhabahu. Alafu uite mchungaji. Asuguke nyumba hiyo, room by room, akitakaza na kumwaga mafuta, akiambia hiyo mapepo itoke na inyamaze. Then you'll be good to go to get into the house. Blessed be the name of the Lord. Wadhani ya gosho. Kuna wengine mashamba ilitolewa dhabihu, ilisugukwa na mganga. Nyumba shamba ya kwenu mliita mganga asuguke, mgondo cio ndugiaga irio.
It will require again a man of God to go loud to neutralize the evil powers. Mũgũnda ũcio akorwo nĩ ũkarĩo irio. Because wengi wanaitaga waganga ati ni kubariki nini? Shamba. Ama kulinda nyumba. Bwana sifiwe. Na wazazi wale wanafanyanga uganga, hata watoto wanaitagiwa mganga. Kwa nyumba anasuguka. You see? So you raise a very strong evil altar. So to break that altar, it requires your effort also. Kuelewa the spiritual law na kufuatilia ndio hizo mavitu ziende. Those are evil deities. So for how long will you be troubled by those spirits? It is easy to destroy them. Tukidedicate tunasemaga mtu yote ataigia nyumba hii atakuwa chini ya madhabahu haya. So hata mganga akiingia chini ya madhabahu haya. That's the importance of raising a godly altar in the house. Hata wakitupa manyau matigiraga kundu kudedicate. Na maigira matuika nyau cia kawaida. Hata kama ilikuwa pepo. Maana kuna mapepo manyau na makati ambayo sio ya kawaida. Lazima uzae makusudi ya Mungu. Lazima izaliwe. Amen. Lazima izaliwe. Because God has no business in creating a nobody. He can't create a nobody. Yes, you must become the original thing that God called you for. Alafu jambo lingine la kufanya ujue kuna madhabahu inakufuata. Ni repeated dreams. Zile nitakupatia. Ndoto ambao ni repeated again and again. Ukikula usiku. You don't dream eating food at night. Ukiota ukikula chakula even nini several times. Apart from wakati uko fasting. Unajua saa ingine ukiwa fasting ya siku nyingi kama wale tunaendaga siku nyingi. Siku ya 3 mara mingi mtu anaota akikula mukimo. Kana ngima ni gwiciria ni kufikiria nitafungua lini nikule mukimo. Sasa unaota ukiwa mukimo. Siongei hiyo. Bwana sifiwe. Naongea ukiwa soba ukiwa nomo So kila wakati usiku unaotaga ukikula mashakura. Ni kumaanisha kuna madhabahu inakufuata na ndio inakupatia hiyo mashakura. Wengi wanaota wakikula nyama usiku. Hiyo ni madhabahu baya. Ukiota unakula nyama na inajirudia. Wengine ni kuota mkinyonyesha watoto. Umeshika watoto unanyonyesha usiku. Daughters of breastfeeding at night. Inakuonyesha kuna madhabahu inakufuata sana. Bwana sifiwe. Na zingine za kuota ukiwa na watoto 5 and in the real sense uko na watoto 4. You have 4 children but katika ndoto unaonaga uko na wagapi? Kako 5 ni kama pepo ni kama madhabahu. Na kanaweza kula tutu tugine tuote tui. Amen. Ingine ni watu wakiota wakiwa secondary school. Repeated dreams of secondary school. Na unajiona na ka uniform kale tulikuwa tunafaa. Ukikibiria tule tujia twa shule. Si unakimbia venye ulikuwa na ama primary, secondary and primary it is the same Unaona pahali ulikuwa unaendea hizo tujia ulikuwa unatembelea. Inakwambia there is an evil altar in your life Ama unaota ukiwa katika kanyumba kale ulizali kale kazamani. Most of us were brought up in thatched houses Ama nyumba ya zamani hata iwe ilikuwa ya matope na mabati, whatever it may be. See, you keep on dreaming that you are in that house. Whatever you may be doing may not be the problem. The issue is you are dreaming in that house. So, inakwambia kuna evil altars of your family that are affecting you today. Na wengine mnaota mkifanya harusi na uko na mume. Yotfanya ukifanya harusi and you are married, hiyo inakwambia already the husband will die. Because katika ulimwengu wa roho umekubali kuolewa. Na wengine mnaotaga mkifanya harusi but you are not married. Wengi wanafikiriaga ati Mungu anakuambia utaolewa. Hapana, umeolewa spiritually. You can't get married in the physical. That's why you keep on dreaming ya kwamba umeolewa. Wengine wanaota wakifanya harusi na nobody. Uko kwa kanisa uko na gown. Unaambiwa I declare you husband and wife. Lakini kwa ndoto hauoni the person. Hiyo ni mapepo imekuoa. Do it Lord, we are praying. Do it Lord, do it. Let your glory may be seen. Yes. Do it Lord, do it Lord.